Naam, karibu sana ndugu zangu watazamaji kokote ambako mnakuwa mnasikiza matangazo yetu. Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town, DJP, ikiwa ni saa sita hivi saa za Afrika ya Kati, 7 majira ya Afrika Mashariki. Tuko tarehe 20 za mwezi wa tatu hivi 2025. So karibuni sana, na hapa tuko ndani ya mji wa Baraka ambako tumekuja live kwa ajili ya kuja kuona yale ambayo yako naendelea kwenye mazishi ya Kibukila Mtetezi, Luteni Jenerali ambaye aliweza kuiaga dunia, na hivyo mazishi yake kufanyika hiyo jana ya tarehe 19 maeneo ya Fizi Centre. So tulikuja all the way kutoka kule ambako Baraka One TV inazoea kuzunguka sehemu mbalimbali, na tulikuja mpaka hapa. Hilo ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo tutakwenda kuzungumzia. Hilo ndio litakuwa la maana sana, na pia tutagusia kidogo tu kwa operation Saidia Muzalendo ambayo pia tulikuja kutembea huku na kama unavyojua tukasema ni vizuri pia tuweze kutembelea kambi ya wazalendo. Kuna kambi nyingi pia huku maeneo ya tarafani Fizi, na kuna kamba pia nyingi za wazalendo. Sasa hii operation yetu iko ni platform kubwa na inahitaji mamwae makubwa ili kuweza kuangalau kuwatuliza mioyo ndugu zetu ambao wako wanapigana. So tukasema kwamba tutembelee kambi ya SNPCC ambayo iko kuanzia commandement kuanzia maeneo ya Atongolo kwenda mpaka Sanje hivi kushuka mpaka maeneo ya Kenya, na hivyo tuweza kukutana na Mamadu numero 1 wa SNPCC ambaye tulienda naye hadi maeneo ya Kenya kule kuna kuangalia parade, akatia parade wanajeshi ambao wanalinda ile maeneo. Inasemekana kwamba haya maeneo ya Kenya kulikuwa kuna uporaji mwingi sana. So ile wakati ya masase hivi, kwa hiyo unakuta kwamba wale wezi wa kutumia silaha walikuwa washakuwa wengi, lakini kikosi kilivyoshuka huku chini kikaweza kumetrize situation na mazingira yakawa yako sawa. Kama ninavyowaambia kwamba tutakuwa tunatembea kokote ambako tunajua kuna mzalendo, lazima tufike pale. So hivi vitu viwili tu vikubwa ndio ambavyo tutakwenda kujadili leo. So karibuni sana ndugu zangu, najua kwamba tumemisiana kwa muda kadhaa, lakini inakuwa iko ni hivyo. Yote ni harakati tu za kuweka mambo yakae sawa na kazi iweze kusonga mbele. Asimwe Baguma Samuel yuko Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu yuko Afrika Kusini, Biondo Kilamba Mawe yuko Afrika Kusini, mzee wa State ya Maine yuko USA. Biondo yuko USA, sio Afrika Kusini bwana. Tunaandaa pia turudi tena upene ya Ruzizi. Kuna vitu kibao mambo pia hatujafanya, kwa hiyo tutarudi tena upene ya Ruzizi kwenda tunapita yale maeneo. So na hivyo na wengine wote, Jacques Bahati, Diedone Buto, to big up sana bro. Wakina Hassan Ramadan, Mashaka Yamba, wengine jamani, mko wengi wote, nyinyi wote ambao mko mnaendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Tunawashukuruni sana, tunawashukuru sana. Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Yaani ndo kwanza tungali tunaianza. Unaona mpaka unaona jinsi nimekonda juu ya kuzunguka sana. Unaona huu sio mwili wangu, unaona sio kile mwili wa hivi, mimi na mwili mkubwa, lakini mambo ni mengi, hakuna kulala. Watu hawalali ni hivi. So yeah, basi tumechagua, tumeamua kufanya hizi kazi kwa ajili ya taifa. Wengine sasa hizi wakuzao na koroma tu, wakuwa wanalala tu, lakini wazee bado tunakiamsha popo. Kwa hiyo ndio hivyo, kama bado hujaungana na B1 TV, tafadhali unaweza ukatumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na hivyo utawasiliana na Baraka One TV ili uingie katika operation Saidia Muzalendo. Na pia tuko na ile mpango ya membership. Nafikiri membership huko naiona kwa channel, na channel tumeweza kuiweka na kuiweka ya kiprofessional zaidi. So unaweza ukatembelea, kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kwa unavifanya pale kwa ajili ya kuweza kuisupport Baraka One TV. Unaweza kuchagua membership ambayo unataka kuingia, na pia nilisema
ili niweze kutia kwenye group la WhatsApp. Unaniandikia tu kwamba Baraka1 TV supporters dish $10 ama $15. Najua kwamba 15 anakaa huku na 10 anakaa huku. So hiyo ni kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya kuisupport Baraka1 TV. Big up sana kwa nyinyi wote ambao tayari mmekwisha kuingia na kuanza kuisupport B1 TV. Tunashukuru sana bwana. Tunashukuru sana ndugu zetu. Hii ndio inatoka nguvu ya pamoja. Nguvu ya umma inakuwa kunaenda hivi. Na ndugu zangu, tukianza na hili swala la operasyon yetu Saidia Muzalendo ambalo tulikuja kutembea huku maeneo ya Kaboke, tuseme sekteri ya Tanganyika kwanza. Sekteri ya Tanganyika. Unajua Fizi iko na sekteri ngapi? 5 hivi. Kuna Tanganyika, kuna Lulenge, kuna Nganja, kuna nini? Tanganyika, Lulenge, Nganja, nini ingine? Hizi zingine za ngapi tena nasahau, mwenye atakumbuka ataziandika tu pale kwa comment. Mimi nasahau bwana. Mimi nasahau. Lakini najua ziko 5. Juzi ziko 4 official na kuna moja ambayo pia imekuja kuongezeka ya kama ya Itombo hivi. Ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni hivyo. Sasa hizi sekteri zote ziko full wazalendo. Unaona? Hawa ndio hao ambao wako wanachunga huku. Ukiachana na wale ambao wako kule ku front dhidi ya M23, kuna hao wengine ambao wako huku sasa kwa hii milima ya huku juu ya kupambana na Red Tabara pamoja na Twigwaneo. Na unajua kama Twigwaneo na Red Tabara wale wako deja mu M23. Sasa itakuwa ni ngumu kama tutawaacha hawa huku na wenyewe wakae hivi hivi bila kupata ile operation Saidia Mzalendo. Ndio maana tukasema pana. Kwa ile kidogo ambayo itakuwa iko tunakuja na huku nako pia tuna reinforcer na huku. Kwa hiyo tutakuwa tuna reinforcer huku na huku. Tunaenda huku, tunaenda huku. Tunaenda huku, tunaenda huku, yote ikiwa ni harakati zile zile. Na kusema kokote ambako kunapatikana mtu anaitwa ni muzalendo aweze kupata ile kidogo ambayo nyinyi ndugu zetu, rafiki zetu ambao mko mnachangia ziweze kuwafikia pia. So ile ni moja kati ya vitu ambavyo tumefanya, na ndio maana pia tulikuja kutembelea huku sekteri ya Tanganyika, tukafika village inaitwa Sangia, tukashuka chini kule village ambayo inaitwa Kenya. Kenya ni village moja hivi, kijiji kimoja ambacho kiko kando kando mwa ziwa Tanganyika. Na hapa kuna kujaga maboti kutoka Burundi, kutoka Uvira, kutoka Baraka, yanakujaga pale maeneo ya Kenya. Kwa hiyo ni sehemu ambayo naweza kusema kuwepo kwa position pale ya CNPSC ni kwa ajili ya ulinzi madhubuti. So mambo yote yanakuwa yanaenda kwa kuangalia ulinzi wapi na wapi ambako tunaweza kuweka na wapi ambako hatuwezi kuweka. Sasa tulivyokutana kule na kamanda ambaye anaongoza vile vikosi kuanzia maeneo ya Atongolo ya kwanza na ya pili, maeneo yote ya Sangia hivi kushuka, bwana Mamadu ambaye tulikutana naye na wake ilikuwa bien, tulishuka sawa, tuna vizuri pale, tukaona makamanda wakaingia kwa parade. Baada ya parade pale ile kidogo ilikuwa iko ya B1 TV ikaweza kuachiwa pale. Kwa bwana, hii hapa tumekuja kwa ajili ya operation Saidia Mzalendo. Kwa hiyo hii hapa mtanua maji. Na of course nilifika na kuta wako wanapika, lakini walisema kwamba hiyo sisi hapa tunasumbuliwa na nini na unga. Unaona kitu unga unatusumbua sana. Na ombi jingine ambalo waliniambia pale ni kwamba gojio. Unaona boat. Kwamba sisi tunakosa boat, tunakosa gojio ndio gojio, na unga pia ni shida sana. Unaona sasa viki yale maeneo maduka hamna. Unaona kuna maduka pale inabidi uyatoe kule juu, na kutoka kule juu kufika kuchini ni parefu. Kitu usafiri una costi zaidi. Kwa hiyo nasema jinsi mnanunuaga tu unga humu mtaani ni bora hii basha yetu
mtanunua unga humu mtaani ambao mtakuwa mko mnakula. Anatuka ndugu zangu nisiwafiche, hawa ndugu zetu hawana shida. Wanashukuru kwa kidogo ambacho mko mnachangia. Unaona? Yaani kwa kidogo kile ambacho niko nawapelekea, unakuta watu tunafurahia, tunacheka. Yaani ni full maraha. Unaona? Full burudani, full raha. Mpaka nasema, jamani, hawa watu wanafurahia na kitu kidogo hivi. Kumbe mzalendo sio mwenzako, ukweli. Mheshimu mzalendo unayekutana naye. Ndio nikaja kupata picha kwamba kumbe zamani tulikuwa tunapigana na kipande ya muogo mfukoni na mtu hata sirika, hata chukia, lakini iko naenda kuvita na anapigana kweli. Nilikuta mmoja iko na roho mfuko. Unaona? Kule kuna kipande cha roho mfuko. Anambia unaona? Hii roho yangu ilikuwa jana. Ya. Wewe sawa kama ndivyo. Hata mimi kuna wakati nilikuwa natoka na roho sana niko nasafiri hivi nikipita Minago pale Burundi, nanunua roho naenda nakula mpaka kisha nafika Dar es Salaam. Unaona? So ile ni kawaida sana. Lakini ile bravuri iliweza kunifurahisha sana na ikanikumbusha sana miaka ya nyuma kidogo. So inakuwa iko ni hivyo. Kwa hiyo ndugu zetu wazalendo hawana shida. Ni ile kidogo tu ambao wanahitaji ndio hivyo. Na niko naenda napata ma recommendation kwetu kwenye niko napita. Hapo huko chini wanalilia boot. Na boot ni jambo la maana sana. Na pia nilikutana na kamanda mwingine pale wa majini, Mare. Mare tu ndio wazalendo nasema mzee huku tukipata hata kaboti hivi kakuwa nazunguruka hivi juu ya kuangalia ma security siku zinaenda. Ni jambo la maana sana. Kamba okay sawa. Kwa hiyo boot na boat ile mara ambayo tunaitaka ile na wakisema mara ambayo unasema mashine ile ya tukutuku ya maji. So hizo ni vitu vimbili ambavyo nilikuja na vipata kule. Na wakati niko kule kuplene Luvungi na wapi kule nako kwa shida pia ya mabuti pamoja na dawa. Unaona? So hizo ni vitu ambavyo niliweza kuvigundua na story ambazo tulikuwa tunapiga ziliweza kunifurahisha na watu kuonyesha ile nia ya kupigana kwa ajili ya taifa. Unaona, kwa hiyo watu wako na nia na wako na hamu ya kutaka kupambania taifa lao la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sio kuachia taifa mikononi mwa magaidi wa M23 la SWF Kongo pamoja na RDF. So baada ya hayo matukio kuweza kutokea na kuzunguka maeneo mbalimbali ya hiyo maeneo, tulifanya nini kingine? Baada ya hapo ikabidi sasa kuweza kuagana, na kuagana kwetu kulikuwa ni kuzuri kweli. Tulichukua muda wa karibu masaa mawili hivi tuko pale, mazungumzo mengi hivi. So tukaagana pale, tukarudia, nikarudi, tukapita njia za pori mpaka kuja kufika Sanja, ambako Sanja mtu alichukua pikipiki na kuweza kupanda mpaka maeneo ya Lweba. Tukapita pale ambako kuliweza kufanyika yale maafa na ambako Luteni Jenerali Kibukira Mtetezi aliweza kuuliwa. Ni kweli kuna jambo moja hapa ambalo nilitaka niligusie kwanza. Unajua sisi kama waandishi wa habari na kama wazalendo wa ukweli inabidi tuwe tunawapa vijana wetu morali. Kuna baadhi ya vijana wazalendo ambao kama alivyosema mkuu wa sekteri ya Tanganyika, washakunywa mapombe zao, washavuta bange zao. Unakuta mtu yuko kwa kamba lakini iko naanza kuleta matatizo zimoja za ajabu. Effort the gate ambayo watu wako wanakusanya kwa kamba, okay ni sawa, lakini effort the gate haisemi kwamba ni lazima raia na niatoe. Wewe fikiria kwamba kamba ambazo ziko barabarani, unatoka Uvira kufika Baraka utakutana na kamba kama 10 na kutoka Uvira kwenda kuplane ya mpaka Luvungi unakutana na kamba kama 17. Sasa jiulize mtu atoke Uvira aende kule kuplane.
boseme raia ni wa kawaida, anaenda aller retour, aende naacha 1000 francs, donc franga 17,000 zote aziache, kurudi nako kesho tena hivyo hivyo. Ina maana mtafanya watu wasio wanatembea. Naongea hivi kwa nini? Kama kamba ziko pale ni kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya control sava, lakini ile effort de guerre haiko obligatoire ya kwamba ulazimishe mtu akupe nayo. Kama mtu hana, anakuambia sina, ifo mwacha pite. Unaona? Niko nakuja kugusia hapa kwamba kichosababisha pia mauaji yaweze kutokea mpaka tunampoteza kamanda sa vile Kibukila mtetezi pale kwa ile kamba ni juu ya hivyo. Habari ambazo tumezisikia zimekuja pale kwamba wale vijana wa Toronto walianzisha vurugu pale kutaka kulipisha zile gari mbili za wazalendo ambao walitoka Manyema wakina Brown ili wapite pale mpaka walipo. Watu ambao wanaenda kupigana. Unaona? Ni bahati mbaya tu sikukamata picha ya zile gari. Unaona? Gari mbili kubwa hivi fuso ziko pale. Zimevunjwa zimetobolewa matairi, yani viko pale shagara bagara. Nafikiri nikirudia hivi nitafika pale nitawaambia wale vijana wangu pale niweze kushika zile picha. Alafu nitakuja kuwaonyesha. Hiyo ndio ilitokea pale. Na hata mimi pia niko nakutanana na vitu kama hivyo. Wewe unafika unawaambia usikiza mimi niko mharakati hizi usikiza na hapana lipa. No, mimi siwezi lipa. Kama ni kulipa asilipi na natoa mchango ya operation. Lakini tunaenda kuanzia kwanza huko afutakuya hivi. So unakuta mtu yuko anataka kuambrie, anataka kufanyia au utapita, wewe nitakupiga masasa. Unaelewa? Na mbe tu mwapeti. Hii bunduki yenye huko unaona hii hapa iko na kulewesha. Usiwaze sema wewe ndo unaenda shika hii. Hata mimi pia naenda shika hii nikiamua sasa hivi. Sasa hii nikiamua hapa ndaenda tu pale kwa mzee ambaye mzee haya na mimi naingia mnani. Nipe chombo na nitakuwa kamanda wako. Unaona? Sasa inabidi tu tunawapa mafunzo vijana wakuwe naelewa kwamba kuwa na bunduki haiko kwa ajili ya kunyanyasa raia, ni kwa ajili ya kusaidia raia. Unaelewa? Na katika nchi tuko watu wa aina mbalimbali. Kuna wale ambao wao ikiingia masuala tu ya hivi na kwa mimi hapana naogopa, unajua zenda huko peti wanakuwa ni bavuayu. Of course ni bavuayu, juma banavuta pombe, ni banakunywa pombe, banavuta bangi tu. Lakini discipline inabidi nyoshina, ndio maana na mwankurajaka sana mzee William Amuli ya Kutumba kwa discipline yenye maelema ya CNPSC iko nayo. Antuka maelema ya CNPSC iko bien discipliné, iko stricte. Unaona hii yote maoperation yenye niko nafanya nikikutanana na CNPSC, ile kidogo effort ambayo tutaiacha pale iko naenda kusema usika. Utasikia komanda mwenye ko sur place anamuita msaidizi wake pale ambia okay, secretary iko wapi? S4 ndio iko charge na chakula. Iko wapi? Okay, tunakosa nini? Tunakosa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Ni ngapi hivi na effort de guerre hapa kutoka Baraka One TV. Mwende muuze hivyo vitu. Na unaona nani wanaenda wanauza. Unaelewa? So mambo iko naenda gisi sie tunataka iwe. Na ile ndo maana halisi ya watu kufanya hii operation. Sasa ile kwa vijana kutokuelewa, kutokuwa makini, mtu anakunywa pombe mpaka anajipitiliza, huko kukamba ya kuchunga security huko na leo. Huko unavuta bangi. Unaona? Huoni kama huko unaingiza danger? Ndio ilitokea pale Lieutenant General tukampoteza Kibukila. Na hiyo jana ya siku ya 3 ndiko aliweza kuagwa rasmi. Yalifanyika maeneo ya kanisa la Katoliki, maeneo ya Baraka, ambako maelfu ya watu walijitokeza pale kuja kumlaki. Na kama unavyojua sema ambako kunaanguka tembo kubwa lazima vurugu ziwe nyingi, kwa hiyo soro kidogo zililia kwa ajili ya kuamsha watu, kwa watu watulie na wajue kwamba wako sehemu gani. Tofauti na jinsi habari zilikuwa zinatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba wanajeshi wa FPDC
movement ya marehemu kwamba watalipiza kisasi, sijui wataua watu pale, kuna watu watakufa, kuna sijui kuna nini. Nikamwambia hapana, hii movement haiwezi fanya vitu kama hivi. Kwa hiyo mambo yalipitikana sawa, licha ya kwamba kuna ile matatizo kidogo kidogo ya kibinadamu ya kiufundi yakosagi, lakini mambo yote ilienda sawa na mpaka si watu wanaenda kuzika. Mambo yalikuwa yako sawa, watu walikuja wengi, ceremonies zilifanyika tu za kutosha, na yote raia walionyesha kusikitika. Sawa, maana kumpoteza mtu kama yule sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Hata viongozi wa SNPCC wanasikitika sana. Mzee mwenyewe William Amuya Kutumba anasikitika sana kumpoteza mtu kama vile Kibukila. Sio jambo la kuchekelea, ni jambo moja la kusikitisha. Anaambia kijana, mimi nasikitika sana kumpoteza mtu kama yule. Alikuwa ni guerrier. Kibukila akisema sema aingie mu vita hivi apigane. Ni guerrier. Alikuwa mpambanaji kabisa kwa hali ya juu. Lakini kamba zimetuletea matatizo makubwa sana. Ndio maana niko na wasii wazalendo ambao wapo kwenye makamba. Mimi kila nikipita kwa kamba, nawaambia nyie kama mko hapa, nafikiri mnajua ambayo yalitokea mpaka tunampoteza kamanda mpambanaji mkubwa. Mnajua vile. Sasa hizi kamba msizifanye zikuwe fasi ya mauaji. Tuko na front kule ku plane. Wewe mwenye uko namba kupiga risasi, toka hapa uende ku front. Wewe upigane kule. Sawa? Lakini aseme hapa mtu unamlomba Mithra hana uanze aseme wewe undapiga risasi. Bwana, hiyo mambo yenu muachane nayo. Tuko sie wote tuko tunapigania taifa, sie wote tunasimama juu ya nchi, kwa hiyo inabidi misingi ya kuheshimika iweze kuheshimiana. Kwa hiyo ndugu zangu, mzalendo wa kweli amezikwa nyumbani kwao, mtoto wa nyumbani amezikwa nyumbani kwao. Sasa kuna swali nilikuwa najiuliza. Wale ambao wako nasema kwamba ni Wakongomani, ni Wakongore, mbona ndugu yao wanaenda mziki ya Rwanda? Makanika. Unaona vrai Kongole anazikiwa wapi? Kukitofu ya Wabembe, kukichwa ya Wabembe, Fizi, makao makuu wao una watu. Hata naongea kama na wana nyochi wa Fizi. Mbembe wao ule leader, Mbembe wote ambaye ni leader, Mbembe wote ambaye ni kio jamii, Mbembe wote ambaye ni mtetezi wa taifa, akikufa aende azikwe kwenye kichwa cha Wabembe cha Ubembe Fizi. Ni jambo la maana sana. So pale inabidi serikali tutengeneze maeneo ambako sisi wote ambao tuko tunasaidia nchi, wakati tunakufa twende tuzikwe pale Fizi. Ile inakuwa iko ni symbol moja kubwa ya resistance, na ina zile spirit zetu zikilala pale sehemu moja zitakuwa zina communicate, na hivyo zinasaidia vijana ambao watakuwa wanakuja kwa ajili ya kupambania taifa. Hilo itakuwa ni wazo moja nzuri sana. Sasa mimi na regrete kuona kwamba Bayomba Bayomba banenda zika mtu wao Rwanda kuliko bamzikie mu Kongo. Sasa mimi najiuliza kwamba malgré kwamba abakubeba maiti juu ile ilisambaratikana. Ona, ilisambaratikana hata kuonekana kama kuonekana sijui. No, lakini mazishi yao banafanyia Rwanda. Lakini ona mazishi ya mzalendo, mtoto wa nchi, inafanyika wapi? Kwao kunyumba. Donc hii kuna maana tu pire simple kwamba mwe amkwagi wa Kongole. Hamta nipinga kwa ile hapa. Amku wa Kongole. Juu Mkongomani ama mtu yote Mnyarwanda, Murundi, Mnani, kama alifia nchi ya kigeni, nasikiaga usafirishe mwili wapi? Kwao. Donc kule ndo kwao. Najua huko ba Rwanda benye banakufiaga Etazini na banaleta banasafishwa mpaka Rwanda. Huko ba Burundi hivyo wanafia Kongo wanampeleka Burundi. Mfano tu rais hapa bandugetu ba Moshi. Kama mtu anakufia kule kuma nani wapi kule Mamisisi wapi, wanafungaga mwili kwa pikipiki na wanapalisha hadi Bukavu kwao. Sasa nyinyi ndugu yenu
alikufa mnaenda kumzikia wapi? Mazishi mnafanyia wapi? Rwanda. Ya maana kule Rwanda ndio kwenu. Sasa mwache kuwa naambia watu. Mnafanya vitu na contrary yake. Mnalia huku, mnalielea hivi, mnalamika hivi, kisha mnafanya hivi. Na lazima hivi sasa hivi mambo yenu yote yashajulikana. Basha wajua nyinyi ni watu waongo, mko mnadanganya jamii ya kimataifa, lakini siri zenu zote sasa hivi ziko wazi. Kwa hiyo hamtamdanganya tena mtu, ndugu zangu. Inabidi muweze kutulia na mfuate taratibu na kanuni za nchi jinsi zinasema mwananchi anatakiwa awe na misingi ya aina gani. Kwa hiyo ndugu jamaa na marafiki wote ambao waliweza kufika kwenye msiba wa ndugu yetu, kamanda wetu, mtetezi Kibukila, walikuwa ni wengi na waliweza kusikitisha, na masikitiko ni moja kati ya vitu ambavyo vinawapa watu motisha na morali ya kuona kumbukumbu ambayo ilikuwa iko na ni ya maana sana. Ni ya maana sana. Atabakia kuwa shujaa, atabakia kuwa mtetezi, atabakia kuwa kiongozi ambaye alifanya mambo makubwa kwa ajili ya kutetea taifa. Ukisikia Twigwaneho, Red Tabara wanatetemeka. Sasa walikuwa nasikia kwamba Kibukila ndo anakuja. Unaona? Wakisikia tu kwamba Kibukila ndo anakuja, basi Twigwaneho, Red Tabara wale watakuwa hawana nafasi. Tofauti na jinsi watu wako wanazungumuza, jinsi maneno iko na tembea kwa mitandao ya kijamii, hayo yote ni mambo tu ya kibinadamu na yana wakati wake na pia yana mwisho wake. Tuliweza kuzungumza na ndugu yetu mmoja hivi ambaye aliweza kuchangia. Tulizungumzia kuhusiana na kitu ubaguzi. Akasema kwamba kuna watu wako wanawabagua watu wengine makabila yetu, na ile ni faiblesse yenye iko na ingiziwa na M23 juu ya kujaribu kutupiganisha kwamba sisi tupigane, tukishapigana basi wao wanapata ile access ya kuweza kutugawanya. Lakini kama tunakaa tuko pamoja, tuachane na Bamushi, Bafuliru, Bavira, Babembe, sisi wote tu tunasema tuunge kitu moja. Nafikiri tuna nguvu ambazo M23 haiwezi kutufikia. Tumsikize. Na asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kwa haya ambayo tuko nayo. Ndio yote, lakini kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na ungana na Baraka1 TV ili tuweze kuendeleza hizi harakati sisi wote kwa pamoja. Tukutane majira ya saa 9. Saa 9 na Kagame anapiga magoti mbele ya Felix. Kagame anakunja magoti mbele ya Felix. Alikuwa anatetea domo, leo anakunja magoti. Kanakosa kaimbo kama hivi kinyenyeshwa na mai.